Bwana, baada ya Kiepenyani kushindwa kutetea mkanda wake wa WBC Afrika, ameletwa Kanjibai kutoka India, lakini nataka nizungumze na meneja wake Hamis Kombucha. Nini kimesababisha Fadhil Majiha kucheza na Kanjibai Hajrot Singh kutoka India? Karibu, hii ni Wasafi Media. Majiha ilibidi acheze na Akani Sambu kutoka Afrika Kusini. Isivyo bahati tumesikia pambano limeotambawa. Huenda akacheza Mei mwaka huu ama Aprili, utatuweka sawa. Shida ni nini? Ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Tulikuwa tumejiandaa kucheza WBC Afrika kwa maana ya kudefend mkanda wetu ambao sisi kwetu ni bora sana. Maanake ushindi wa hapa ulikuwa unatupeleka mbele kwenda kucheza WBC Silver, maana na mabondia wakubwa. Mabondia ndani ya nchi sisi tushamaliza kwa uzito wetu na hakuna bondia wa kuweza kumchallenge Majiha ndani ya nchi hapa Tanzania. Tunasikitika kwa maana hatua hiyo hatujaweza kuifikia mwezi huu, lakini tuna furaha na amani kubwa kwa sababu watu wa WBC Afrika kwa maana president ametukubalia baada ya tatizo lililotokea kwenda kucheza April na mkanda bado uko chini yetu, ina maana hauko vacant. Tatizo kubwa sana lilikuwa ambalo tumelipata na kusababisha tulipata barua ya wazi, na maana WBC walipokea na sisi tulipokea kwamba mpinzani Akani Sambu alikuwa ameweza kupata matatizo ya kiafya na kuzuia kutoweza kucheza mchezo huu. Hiyo ni kwa sababu kuu. Nyinyi mnasimama kwa upande wa uongozi wa bondia, na mara kadhaa katika mapambano kuna kuwa na backup boxers ambaye yeye anafanya mazoezi, ana train endapo ikitokea dharura kwa yule ambaye particular boxer ambaye inabidi kupambana katika fight husika, yeye anakuja ku replace. Hili kwenye mkataba hamkuliweka, hamkulizingatia ama hamfahamu kuweka vitu kama hivi, vipengele kama hivi, ili endapo ikitokea dharura kama hizi muweze kulifix, kwa sababu ni muda mrefu hakucheza Majiha tangu 2024, watu hawajamuona ulingoni, lakini pia vile vile ilikuwa ni fursa adhimu ya kuweza kutetea taji ambalo ni kubwa barani Afrika. Bondia anajiandaa kwa maana ya kupambana ili ashinde, ajiandai kwa ajili ya kushika nafasi ya dharura. Baka boxers wapo mabondia wengi hasa nchini Afrika tumefanya hivyo kwa sababu sisi kiu yetu ilikuwa ni kuweza kucheza, na tulikuwa tumetrain kucheza na bondia yoyote wa nyota zozote, na maana ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania kwa maana ya Afrika. Mabondia zaidi ya 3 kabla ya Sambu walikuwa wameshakataa, na tulipeleka majina yao WBC, dakika ya mwisho wamekataa, ila aliyetuumiza zaidi Akani Sambu amekataa baada siku kataa kwa taarifa tuliyoipata, maana yake hatujathibitisha kiundani zaidi, ila barua tuliyoipata ya tatizo la kiafya ni ndani ya siku 7. Kwa hiyo kuja kuwarudia tena wale wengine imekuwa ngumu sana. Hivyo tulishindwa, na sisi ilikuwa kiu yetu ni kucheza WBC Afrika, sio kucheza fight isiyokuwa na title. Hamuoni kama mnaenda kuwapunja mashabiki wa Majiha ambaye watu wanasema imekwaje tena bondia anatoka India, upinzani kutoka kwa mabondia wa ukanda ule? Hii pia mnalijibu vipi? Kwanza tunaambia wasife moyo. Sisi Majiha alijiandaa kucheza ngumi, na tarehe 31 wataona ngumi safi kabisa kutoka kwa Fadhil Majiha. Yule Mwindi alipopata hii kwake, naye ameona ni zali moja kubwa. Amesema jinsi ambavyo tumeongea na meneja wake, yeye yule Mwindi amesema kwamba lengo ni kumpiga bondia wa Afrika ambaye anasema hajawahi kucheza na bondia kutoka Afrika. Hivyo na yeye ana kiu. Ukiangalia rank yake amepoteza mechi 2 tu na mapambano mengi ameshinda kwa KO. Hivyo tusiwachukulie kwa udogo. Mapambano 11 akashinda KO. Yes, kwa hiyo tusimchukulie kwa udogo huo. Ni kama mnakumbuka Fadhil Majiha akati sisi tunamchukua HB alikuwa na nyota 1.5 kama nafikiri kitu kama hiko. Kwa hiyo wakati anaenda kucheza na bondia wengine walikuwa wanacheza na bondia nyota 3 kama wakina Bonganza au bondia nyota 1.5 yukoje, lakini akaonyesha kazi. Hivyo tusichukulie poa, waje waone mchezo mzuri. Mimi naamini kabisa Mwindi amekuja, sio amekuja kumpa Majiha ushindi, amekuja kupambana. Na tutakapomtandika msiseme kwamba tulipiga Mwindi, ila kwa sababu Majiha amempiga bondia ambao nyie wa Tanzania mnaamini kabisa huyo bondia mkali, kwa sababu alipiga mabondia wenu. Sitaki kuwataja majina kama wakina Bongani, amewapiga mabondia kutoka ile draw ya Mafia pale, nani yule Sabelo nafikiri. Yes, tumekuja tumemtandika sisi Mbeya vizuri tu, pamoja na fitna zote na nini na kila kitu. Kwa hiyo sisi ni kawaida yetu kumpiga bondia yote, si tukampiga Mwindi mkasema tulileta nyanya. Hapana, ni bondia sana. Ilifika wakati kwenye pound for pound kwa Tanzania Majiha alikuwa namba 1 wetu.
nini kimemporomosha, mliwezaje kumfikisha pale, kwa nini imekuwa changamoto tena kurudi katika ile nafasi, na sasa hivi amekuwa inactive kwa maana kwamba hatambuliki ana nyota ngapi, hatambuliki bondia namba ngapi Afrika, duniani. Hili nalo pia unalijibu vipi? Kama ulivyosema, kwanza lile swali la kwanza, alipandaje? Kupanda kwake Majia, fight zake zote zilikuwa kubwa. Tukuweka fight ndogo ndogo, tunaletewa fight ndogo. Level ya Majia sio tena fight hizi ndogo. Sasa yupo inactive? Si sababu, na ndio maana utakuja swali la pili kwamba kwa nini amecheza na Mwindi. Ina maana kama WBC walivyosema bondia yule mgonjwa na wengine wamekimbia, kwa hiyo tusubiri mwezi wa 4 tena akikimbia mwingine Majia akae. Kwa hiyo sababu ni kama hizi. Sasa sisi tunaenda kucheza na tutarudi pale, na tunachohakikisha kwamba tumeanza kujipanga kwa ajili ya fight za mbele, kwa sababu ndani ya nchi pia hiyo imechangia watu wanakataa kucheza na Fadhili Majia. Kwa hiyo mnatumia fight hii kumrudisha mjini? Hatutumii fight hii kumrudisha mjini kwa sababu si fight ya malengo. Fight yetu ilikuwa ni kucheza WBC, ila tuna mikataba promotion, main sponsor kwamba lazima tucheze. Kwa hiyo tunacheza na tulikuwa tuna uhakika kwamba kama tutacheza safari hii mwezi huu wa kwanza mwanzoni, basi tulikuwa tunaenda mwishoni mwezi wa pili tulikuwa tunaenda kucheza, sababu tuna ofa nyingine kama nilivyokuambia. Sasa hivi tumejipanga kucheza mechi za mbele, ndani wanatukimbia ili kuwa active. Tulikuwa tayari tumejipanga kama mechi hii ingefeli hivi, basi tungecheza mechi nyingine na kuwa active, sio kwa ajili ya kumrudisha mjini, kwa sababu hii mechi sio malengo. Hii mechi ilikuwa sisi kwenda silver, ndio malengo yetu. Kwa nini bondia wako hauziki kwenye mitandao, haendi? Shida nini? Maneno ya kwenye kanga tujiyazoea, kwa hiyo tunatafuta na sisi kutuongelea kwenye kanga. Mabondia wengi Tanzania ambao unasema wanauzika sio ulingoni. Ukicheki bondia ambaye anauzika labda alishinda pambano moja tu sehemu fulani, alafu akaendelea maneno kwenye kanga, na sisi tunaenda kujifunza ili tuwe na maneno kwenye kanga ili tuuzike. Unaposema maneno kwenye kanga unamaanisha nini? Boxing ni biashara, watu wanatumia mitandao kujibrandi, yuko nyuma ya Tanzania. Kitu cha ovyo huwa kinapanda pia, kumbuka hilo, kwa sababu kulikuwa una jamaa mmoja anajiita, nimemsahau, alikuwa ni Chapombe, akilewa analia sana alafu watu wanamfuata. Kuna mtu, lakini Majia si Chapombe. Kuna mtu aliwahi kuharibu mnada, sio mlevi lakini aliharibu mnada, basi akawa maarufu sana. Lakini kuna mtu aliwahi kusema nyota zetu tufungie maandazi, kwa hiyo akawa maarufu kwa mdomo, achezi muda mrefu, ila atakapoanza kupanda yale maneno watu wanataka kumuona ni nani. Baada ya show watu wanatokaga wamenuna. Kwa hiyo na sisi tunaanza nani? Asiwezi kumtaja jina, lakini wao wanajitambua. Lakini mimi ninalomaanisha kujitengeneza vizuri kwenye mitandao, kuiuza bidhaa yako, simaanishi maneno ya shombo kama ambavyo umezungumza. Unakumbuka posti ya mwisho ya katika Instagram account ya Majia aliposti lini? Naweza kukiri kuuzika kwenye mtandao kwa maana professional tunaenda kuongeza nguvu, lakini nathibitisha mabondia ambao kati ya mabondia mnaowajua nyie, kupanda kwao si kwa sababu ya kuposti vizuri, ni kwa sababu ya mazungumzo ambayo wanakuwa wameongea. Kwa hiyo tunachoenda ukichukua naona ni kama sehemu ya ushauri wako kuendelea kujibrandi zaidi kupitia njia sahihi na kuonyesha kazi ulingoni. Kwa hiyo kadri ambayo tunazidi kupata fight, kama sasa hivi wanazidi kumuongelea Majia kwa sababu ya hii fight, ina maana kazi ndio inaenda kumweka hapo. Kwa hiyo tunaenda kuendeleza hiki, ila sio katika zile njia zingine kukashifu watu, kupondana, fitna. Huko hatuwezi kupanda. Mabondia wengi wamepanda kwa ajili ya kashfa na fitna za namna hiyo. Kwa hiyo ukumbuki mara ya mwisho bondia wako kuposti chochote katika akaunti yake ni lini? Tumeposti. Lini? Hata wiki hii tumeposti. Na wewe mwenyewe kwenye akaunti yako mara ya mwisho kumposti Majia lini? Jana. Ni siku 6 zilizopita. Jana nimemposti. Sasa akaunti ni nyingi. Wewe umeona wapi? Mimi nimemposti jana. Mimi nimeona kwa Hamisi Kombucha TZ. Mimi nimeposti TikTok, lakini hiyo Hamisi TZ moja. Kuna Sadik ambayo ndio akaunti kubwa. Nimemposti Majia. Bwana, huyo ni Hamisi Kombucha, meneja wa Fadhili Majia, anasema bondia wao hauziki kwa sababu hana maneno ya shombo, lakini pia amekiri kuna namna ambavyo wanaenda kurekebisha pale ambapo walipoteleza. Kama walimpandisha basi sio shida, kama ameporomoka atarudi katika nafasi yake. Je, anaenda kuwa pound for pound namba 1 tena Tanzania na Afrika? Je, itakuwaje? Majibu anayo wao. Baada ya fight tutaangalia kile ambacho kitakachojiri. Mimi naitwa Somba, nyuma ya kamera naitwa Big Ben kutoka Safi Media.